maamuzi magumu ya kurescue situation tuliyokuwa nayo. Hali ni mbaya sana. Kuhusiana na mfuko wa bodi ya barabara, nilikuwa nafikiria nichangie au nisichangie hii hoja, lakini naona niichangie tu kwa sababu lengo langu ni kujenga. Kwanza tukushukuru wewe binafsi na utufikishie salamu kwa Mheshimiwa Rais. Kwa kweli serikali kuu imetusaidia sana katika yale majukumu ya msingi ya halmashauri. Majukumu ya msingi ya halmashauri serikali kuu imetusaidia sana. Boosti, EP4R, COVID, madarasa mengi yamekuja kupitia serikali kuu. Kitu ambacho kilikuwa ni jukumu la halmashauri zetu kufanya. Vituo vya afya kila kata na mambo mengi yaliyokuja tunafahamu. Kwanza tunaishukuru sana serikali kuu kwa haya mambo mazuri ambayo wametufanyia. Sasa tufike mahala wanasema ukibebwa na wewe shikilia. Tumebebwa na serikali kuu kutekeleza majukumu yetu. Lakini kuna jukumu la barabara. Tusibaki na ile kanuni ya 10% tu ya mapato yetu ya ndani ndio yende kwenye barabara. Tuone namna gani sasa tunaangalia uhalisia uliopo. Bora tupate auditing kweli ya kupeleka 30% ya mapato ya ndani kwenye barabara. Tutaendelea kuijibu, tutaendelea kuitolea ufafanuzi kuliko kubaki tu na ile sheria ya 10% wakati mambo mengine huku tayari yamefanyika. Niombe sana mkuu wa mkoa, tuone namna gani ambazo mapato ya ndani sasa yataenda kusababisha fedha za barabara hasa kwenye huu mfuko wa barabara zinapatiwa tija, hata kwa kuomba kibali maalum. Mimi sasa hivi nikifika kwenye jimbo langu huwa naanza kusoma muktasari. Kero zetu zilikuwa ni nini? Tunazisoma alafu tunauliza kero ya elimu sasa unakosa kidole. Kero ya afya unakosa kidole. Kero ambayo itachukua mkutano mwingi ni kero ya barabara. Kwa hiyo utaona namna gani kwenye hizi sekta nyingine tumefanya vizuri sana. Kwa hiyo sasa tuelekeze nguvu zetu nyingi kwenye barabara. Tukiwekeza kwenye barabara, umbali wa kutoka kituo cha afya hadi makazi ya watu itapungua, kwa sababu bodaboda itatoka itafika pale. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, niendelee kukushukuru, kukupongeza kwa juhudi kubwa unazozifanya, na inshallah Mwenyezi Mungu atakuondoshea homa za jioni. Maana homa za jioni mtu ukizipata zinakukosesha ile mood ya kufanya concentration jioni na kufikiria mambo mengi. Baada ya kusema haya naomba kuwasilisha.